ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road. Leo tumekuja hapa na wajumbe wa bodi ya taasisi ya saratani kuja kuangalia mahali ambapo hatua ambao huu mradi wa kituo cha saratani cha Ocean Road cha Mbeya kilipofikia. Katika mkakati wa serikali wa kupambana na saratani wa mwaka 2012, mkakati wa miaka 10, taasisi ya saratani Ocean Road ilipewa kazi na serikali ya kusambaza huduma za kibingwa na kibobezi za saratani nchi nzima. Kwa hiyo taasisi ina mpango kazi, imejiandaa kuhakikisha kwamba hizi huduma zinafika katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Sasa mojawapo ni katika kituo cha saratani cha Mbeya ambacho kinachojengwa, ambapo baada ya hapo kuna kingine kitaanza kujengwa Arusha, kuna kitajengwa Kigoma, alafu na Mtwara. Maeneo yote hayo tayari tushapata maeneo ya kujenga hicho kituo. Lengo ni kuhakikisha kwamba huduma za saratani zinasogezwa karibu na wananchi. Mwananchi asitembee umbali mrefu kwenda kutafuta hizi huduma. Hii itasaidia wagonjwa kugundulika katika hatua za mwanzoni na kutibiwa na kupona. Lakini yote hii ni kwa sababu serikali imewekeza katika hii awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 kwa Ocean Road peke yake katika kuboresha miundombinu na human resource kwa ajili ya hili eneo la saratani. Na hapa kwenye kituo serikali pia imewekeza bilioni 11 takriban katika kuhakikisha kwamba hiki kinafanya kazi. Ni kwenye ujenzi tu, lakini nitakapokuja kwenye mashine na vitu vingine itafikia takriban bilioni 30. Mradi wetu unaendelea vizuri. Leo tumeleta wajumbe wa bodi wameshuhudia, na lengo ni kwamba itakapofika mwezi Januari tuwe tumeshakamilisha ili wananchi wa Mbeya na Nyanza Juu Kusini waweze kupata huduma kwa karibu. Lakini pia eneo hili litachangia kwenye tiba utalii kwa sababu tunapata wagonjwa wanaotoka Zambia, Malawi na wenzetu kutoka DRC. Kwa hiyo badala ya wako safiri kwenda mpaka Ocean Road kwa ajili ya kutafuta huduma, watazipata hapa. Kwa ufupi ni hivyo, na nawashukuru sana. Asanteni. Ya saratani nchini sio nzuri. Sisi ni sehemu ya jamii ya kimataifa, kama jinsi ambavyo hili janga limeathiri sehemu mbalimbali duniani, na Tanzania nayo sio exceptional. Takwimu zinaonyesha kwamba duniani sasa hivi tuna takriban wagonjwa wapya milioni 20 ambao wanagundulika na saratani. Hizi ni takwimu actually za mwaka 2024, na kati ya hao milioni 9.7 wanapoteza maisha. Kwa hiyo ni karibu kwamba nusu ya wagonjwa wanaogundulika wanakufa. Sasa ukija katika nchi yetu tuna takriban wagonjwa 1045 ambao wanagundulika, na kati yao takriban 1030 wanapoteza maisha. Anyway, ni kana kwamba tunapoteza kila saa limoja, tunapoteza mgonjwa anakufa kutokana na saratani. Na bahati nzuri ni kwamba takriban 50% ya hizi saratani zinaweza zikazuilika na zingine zinaweza kugundulika katika hatua za awali. Ndio maana serikali imeamua kuwekeza katika haya maeneo, kwanza kupanua hizi huduma, lakini pia kuwajengea wataalamu wa afya katika hospitali mbalimbali, kuwajengea uwezo wa kuweza kuzigundua hizi saratani mapema na kuzituma katika vituo kama hivi. Sasa tunapokuwa na vituo vya kikanda kama hivi, kwa mfano kama hapa Mbeya, kingine kitaanza kujengwa Arusha pengine kuanzia mwezi wa 10, kingine kitafuata Kigoma na Mtwara. Kwa hiyo yote hiyo tutaweza kulicontain hili janga la saratani, tutaweza kuponyesha watu wengi tutakapokuwa tumewagundua katika hatua za awali. Tunaweza ni kwamba ni kweli inaongoza, lakini pia mkoa wa kanda ya Ziwa pia kuna wananchi wengi. Kwa hiyo kunapokuwa na wengi pia kuna nafasi ya kuwa na haya matatizo pia ni makubwa. Hakuna tafiti ambazo zimefanyika hasa za kuonyesha kwamba ni kitu gani hasa kinachosababisha saratani zaidi kule, lakini mbali na kwamba tu population ya kule ni kubwa. Sasa vivyo hivyo hata population hizi Nyanda Juu Kusini, kwa mfano Iringa, Mbeya na Songwe, hii mikoa pia nao ni mikoa ambayo ina watu wengi. Na ukienda katika hiyo hospitali ya saratani hapa, hiyo hospitali ya taifa hapo hospitali ya Mbeya hapa, Mbeya Zone Hospital, na kuna wagonjwa wengi ambao wako hapa. Kwa hiyo nako kuna wagonjwa wengi kutokana na population jinsi ambavyo ilivyo. Mimi kwa jina naitwa Mbeya, ni mkurugenzi wa tiba Wizara ya Afya, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya hospitali taasisi ya saratani Ocean Road. Tuko hapa leo siku ya Jumamosi kama bodi ya taasisi kuja kukagua mradi huu kwa ajili ya utoaji wa huduma jumuishi za matibabu ya saratani katika Nyanda za Juu Kusini. Na serikali kama ilivyo mikakati yake inataka kuimarisha upatikanaji wa huduma za kibingwa na kibobezi
katika kanda zote nchini. Na kama tunavyofahamu, kwa kipindi cha nyuma huduma jumuishi za kansa zilikuwa zinapatikana Ocean Road, baadaye zikaongezewa kanda ya Ziwa hospitali ya Bugando, na juzi hapa tumeona Mheshimiwa Rais ameenda kuzindua KCMC. Kwa hiyo ni center 3 ambazo sasa hivi zinatoa huduma jumuishi katika hizo kanda 3. Kwa hiyo kuna kanda zingine ambazo bado huduma hizo hazipatikani. Kwa hiyo wananchi wa maeneo ambao huduma hizo hazipatikani wanalazimika kusafiri kwenda kuzitafuta maeneo ya mbali. Kwa mfano nyanda za juu kusini wanakwenda Dar es Salaam, ambao kweli ni mbali na wanapata changamoto nyingi. Sasa serikali kwa kuliona hilo inaharakisha huduma hizi zipatikane kwenye kanda hizi za nyanda za juu kusini, ambao pia kuna wagonjwa hapo. Kwa hiyo kituo hichi kinajengwa kwa kasi, na hapa tunategemea kwamba kuanzia mwezi Januari kwamba kituo kitakuwa kimeshakamilika ili huduma zianze kutolewa. Lakini pia mipango ni mikubwa. Tunapotarajia kufikia mwaka 2030 kuna miradi mingine ambayo kama huu itafanyika. Ukanda wa kusini mwa Tanzania kule Mtwara, Kigoma, kwenda magharibi vituo vitajengwa, lakini pia na kanda zingine. Lakini lengo ni kuhakikisha huduma hizi zinakuwa zinapatikana kwa karibu. Na tumeona hivi mapambano dhidi ya saratani yanapaswa kuwa mapambano makali, na kwa sababu saratani igunduliwa mapema na huduma zikapatikana, watu wanapona. Ila kwa sababu huduma kwa zipatikani, watu wanakuwa wanakuja kugundulika wakiwa kwenye hatua zile za mbali, na inakuwa changamoto kwanza kuwatibia. Kwa sasa hivi serikali inahakikisha kwamba huduma hizi kwanza zinapatikana, lakini pia elimu inatolewa ili wananchi waweze kuwa na ufahamu na wajitokeze kwenda kufanywa vipimo na kwanza kugundulika. Wakigundulika wanazipata zile huduma kwenye vituo ambavyo vinakuwa vipo karibu na wanakoishi kama ilivyo hapa. Kuna sababu anuai. Sababu mojawapo ni kwamba kutokuelewa. Kwa sababu wananchi wanapokuwa hawafahamu, lakini pia huduma zinapokuwa zipatikani, atafia kwenye kituo kidogo, zahanati, kituo cha afya. Kwa wale wananchi watumishi wanakuwa hawana utaalamu ule. Kwa watatoa matibabu, watatoa huduma mpaka kufikia hatua fulani. Baada hapo pengine wanakuwa hawajui kwamba ni tatizo gani lile. Wanashindwa kulitibia, wamejaribu lakini haliponi. Kwa hiyo kutoka wakati mwingine ushauri unaotolewa unakuwa sio ule wa kitaalamu ambao unamuelekeza kwamba hili ni tatizo fulani, nenda sehemu fulani upate huduma. Sababu pia huduma zinakuwa hazipo karibu. Kwa hiyo ili kuweza kuaddress hilo kwamba tunatoa elimu kwa wananchi, na sasa hivi hapa elimu hii inaenda kuongezeka zaidi, na vituo hivi vinavyokuwa karibu na wananchi kwamba na wataalamu watakuwa hawatoi tu tiba peke yake, wanatoa na elimu pia kwa wananchi. Sio hapa hospitalini, mpaka na nje. Kwa watatumia pia platform kama hizi redio za huku loko wa mitandao ya kijamii ili kuelimisha wananchi kwamba wanapoona dalili fulani kwamba waende kwenye vituo, na watumishi pia watafundishwa dalili hizi kwamba mwapeleke hao wagonjwa hatua ya mbele ili wakafanyiwe uchunguzi zaidi ili waweze kugundulika na tatizo gani kwa ajili ya kuweza kupatiwa matibabu. Lakini pia niseme kitu kingine hapa. Kituo kama hichi hapa kama tulivyosema, nimesema huduma jumuishi. Nikisema huduma jumuishi hapa namaanisha kwamba mgonjwa atakuja hapa, kuna vipimo vipo vya kutosheleza. Akibainika kwanza kuna dawa, matibabu ya dawa. Lakini pia kuna zaidi ya dawa, anaweza kufanywa matibabu ya mionzi. Kwa mfano sasa hivi hapa kwa kanda nyanda za juu kusini, huduma inayopatikana hapa kuna vipimo ndio vipo vinapatikana, kuna huduma za dawa. Hapa Mbeya, hospitali ya kanda ya Mbeya wanatoa huduma za dawa, chemotherapy kwa wagonjwa wa saratani, lakini bila kuwa na matibabu ya saratani kwa njia ya mionzi inakuwa sio huduma haijakamilika. Ili kamilike lazima pawepo na uchunguzi kwanza, lazima tuwe na dawa, tuwe na mionzi kwa ili iweze kukamilika. Lakini pia wataalamu wengine wa saikolojia pia watakuwa nakaa na wagonjwa ili kuweza kuwahudumia. Asante. Majina yangu ni Alshaima John Kwigia, ni mjumbe wa board na pia ni mbunge mstaafu, nawakilisha wananchi ndani ya board. Kwa hiyo nawasemea wananchi, awali ya yote tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa awamu hii ya 6 kwa kutuwezesha fedha nyingi kwa taasisi ya hospitali Ocean Road, kutoa pesa za kutosha kwa ajili ya kupata hospitali hii ya hapa Mbeya kwa ajili ya saratani. Kwa kweli wananchi wa upande huu nyanda hizi za juu ilikuwa ni tatizo. Wakipata maradhi haya mtu anakata tamaa, anaona kwanza kwenda Ocean Road ni mbali, Dar es Salaam. Pili, pesa hana, uwezo wa kufika huko atafikaje? Lakini kwa kuja hospitali hii nyanda za juu itakuwa suluhisho kubwa sana kwa watakaoathirika na maradhi haya, kwa sababu atawahi kuja ili agundulike mapema. Na ndio maana imesemekana kwamba elimu itatolewa kwa
maeneo mengi ili wananchi wapate kuelewa kwamba anapoona dalili fulani akimbilia hospitali. Wengi wanaugulia nyumbani, akienda hospitali anakuwa ni hatua ya mwisho ambapo saratani imeshaenea, akipata kemo lakini inakuwa hali ni mbaya. Lakini anapowahi hospitali inakuwa ni rahisi zaidi wagonjwa kugundulika na kupata matibabu mazuri, kwa sababu hapa tumekamilika. Vifaa vyote vipo vya kitaalamu, dawa zipo, wataalamu wapo, madaktari wapo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Rais kwa kuleta hospitali eneo hili. Kwa jina naitwa Haji Mtingita, ni site manager na site engineer katika mradi wa Ocean Road Mbeya kutoka kwa mkandarasi Prince General Investment. Mradi wetu tulianza mwaka 2024 kuanzia mwezi wa 7 na tunatarajia kukamilisha 2027 Januari tarehe 17. Tunashukuru mpaka sasa serikali imetuwezesha vizuri, tunaendelea na mradi vizuri na hadi hatua tuliofikia, na tuna imani kubwa kwa kuwezeshwa tulivyowezeshwa tunaweza tukakamilisha kwa wakati. Thamani ya mradi ni bilioni 10.4 na mpaka sasa tumeshafikia 57% ya utekelezaji wa mradi.